Kama hawajakualika usiende. Kama wamechelewa kukualika, kataa huo mwaliko. Kama wamechelewa kualika, kataa huo mwaliko. Lakini pia kama wamekufanya ungoje kwa muda mrefu, ondoka. Kama wamekufanya usubirie kwa muda mrefu, ondoka. Karibu tena sana na kupenda, lakini naomba nikwambie usisahau kulike, kucomment na kusubscribe ili kunisaidia akaunti yangu ikoe. Leo nimekuandalia mada nzuri sana ambayo naamini itakufaa mno, itakusaidia na kubadilisha maisha yako kwa ujumla. Kuna vitu huwa vinatokea kwenye maisha yetu, lakini sisi huwa tunadharau ama tunaona kama ni kawaida, au tu tunakuwa tuko busy sana na maisha. Lakini vitu hivi vinakuja kuleta athari kubwa kwetu sisi wenyewe baadaye. Kwa sababu gani? Tunachelewa kuyagundua mambo mengi ya msingi ambayo laiti kama tungekuwa tumeyagundua mwanzoni, yangekuwa yametuvusha, yametupeleka mbali, au ingekuwa kuna situation nyingi ambazo tumezipita. Jambo la kwanza ni kwamba kama hawajakualika, naomba usiende. Binadamu yuko hivi, kila anachokifanya anajua. Itokee mara chache sana au amesahau, lakini pia kama amesahau, iko kitu hakipo kwenye kichwa chake. Sijui kama unanielewa. Kwa mfano, kuna watu wanafanya shughuli yao sehemu, wana harusi mwezi wa 12, wanatoa mialiko sasa hivi mwezi Agosti, wanatuma mialiko kwa watu wote, mialiko inaendelea, ila wewe hawajakualika. Ila out of nowhere wewe unatokea, umeenda kwao, unakuta shughuli inafanyika. Hapana. Ama inatokea out of nowhere, unaingia mtandaoni, unakuta wamepost shughuli inafanyika tarehe fulani, sehemu fulani, invitees only. Umeona? Wewe ukiona vile unashtuka, mbona hivyo? Mbona sikuona? Unaanza kupiga simu, jamani, kumbe kuna harusi, mbona mimi sijui? Mbona mimi sijakuwa invited? Iko hivi. Kama wangetaka kukualika, wangekualika. Kwa hiyo kama hujaalikwa, usiulize, usitafute nafasi, usifanye nini, ondoka. Jambo la pili ni kwamba ukichelewa kualikwa, kataa. Kwa sababu iko hivi, watu wote ambao wapo kwenye muhimu lazima watakumbukwa. Ukiona haujakumbukwa, ukiona umekumbukwa last minute, ni kwamba wewe haukuwa na umuhimu huo. Kwa hiyo kataa. Kwa mfano, kuna concert inafanyika tarehe 20, wametoa mialiko kwa kila mtu, unaona, kwa kila mtu. Ile siku tarehe 20 mchana ndo anakukumbuka wewe, unapewa mwaliko. Sasa wewe mtu anakualika siku ya shughuli, na wewe hapo unapokea na unajiandaa unaenda. Sio kweli. Kama angekuhitaji mapema, angekunanilia. Unaitwa tu kwa sababu ni mtu ambaye wa dharura. Sijui kama unaelewa. Lakini jambo la tatu ni kwamba wakikuchelewesha sana, ondoka. Umeenda sehemu, unatakiwa kukutana na mtu, labda for dinner, umekaa kwenye meza muda mrefu, umeagiza maji, umeagiza champagne, umekunywa wine, umeagiza chakula, mpaka watu wote kwenye hoteli wanaondoka, uko peke yako. Nyanyuka, ondoka. Wakikuchelewesha mara nyingi wanajua wanachofanya. Kwa hiyo kakuchelewesha wewe, ondoka. Akiona umeondoka, atajua kwamba next time anatakiwa yeye awai au aende na muda unavyotakiwa, muda ambao wenyewe mmepanga. Lakini pia akikudharau au akikupotezea, potea. Kwa mfano, kuna watu unashangaa mlikuwa mko vizuri, mnawasiliana vizuri, kila kitu kinaenda sawa, alafu afla ukimpigia simu anaongea tu kikawaida, alafu anapotea. Baada ya hapo hakutafuti tena. Baada ya hapo hana muda na wewe tena. Ila wewe ndo unarudi, unaanza tena kuuliza. No. Kama yeye anakuignore, basi na wewe potea. Hiyo ndo kanuni nyingine. Lakini pia yule mtu ambaye anakutafuta tu pale anapoona yeye inamfaa, yeye atakutafuta wewe kwa sababu ana manufaa na wewe. Lakini kama hana uhitaji wote na wewe, akutafuti, tafadhali kaa kimya, usijibu message yake. Mtu wa aina hiyo usihangaike naye, usijibu message yake. Lakini pia kama hawakupi kipaumbele, usiulize.
watu wanafanya jambo lao, mko darasani, mko ofisini, kwenye biashara, kwenye group la kifamilia, watu wanapanga mikakati yao. Let's say kwenye group ya familia, sisi hapa Disemba tutachinja mbuzi, tutakuwa na wine, tutakuwa na hiki, tutakuwa na hiki. Hapa wewe John utafanya vipi? Grace utaweka wapi? Hadija utafanya nini na nini? Lakini wewe hawaku include. Kaa kimya, usiulize, tulia. Kama watahitaji watakuuliza, kama hawakuulizi hawana uhitaji na wewe. Unaona? Lakini pia wakikuumiza, ondoka. Wakikuumiza, kaa mbali nao. Jitahidi sana. Binadamu wana namna nyingi ya kutatua mambo, ya kufanya mambo yao na nini, lakini kuna watu wanakuumiza makusudi waone reaction yako. Sasa watu wanaokuumiza wanataka kujua utaimka vipi. Wewe potea, wabaki wao na dhamira yao wao wenyewe. Lakini pia ukiona wanakulinganisha na watu wengine, achana nao. Ukiona wanakulinganisha na watu wengine, achana nao. Usibishane nao, usijieleze, usijifafanue. Unaona? Kwa sababu unatakiwa kujua ni kitu kimoja, kujiheshimu wewe au kujiangalia wewe kwanza, sio kuwa na ego. Sio kuwa na majivuno, no. Ni kwa sababu wewe unajua thamani yako, na kutoka kwenye mazingira ya hivyo ni kwamba unajua hapa sikuzingatiwa, hapa sikutiliwa maanani, hapa sikuzingatiwa. Kwa hiyo unaona bora uondoke. Unaona? Kwa sababu watu sahihi kwenye maisha yako kamwe hawatakuweka kwenye mazingira ambayo yatakufanya ujiulize au ujitafakari uwepo wako kwenye maisha yao. Ukiona watu wanakufanya ujione huhitajiki, tafadhali usijitahidi kujilazimisha kuwepo sehemu hiyo. Usijilazimishe kujiweka na wao, kwa sababu watu wanajua kila wanalofanya. Ni kama hivyo. Huu ni ukweli mchungu, lakini hizo nilizokupa ni tip muhimu ambazo zitakusaidia wewe kujua unaenda na vipi na dunia ya sasa, lakini pia zitakuepusha na mambo mengi sana na kukufanya usionekane mjinga mbele za watu. Pia kuthamini utu wako na kukua kwa dhamira nzuri. Nawapenda sana. Naomba msisahau kunisaidia kukuza akaunti yangu kwa kusubscribe. Asanteni sana na muwe na siku njema.